95.0 FM Nairobi, the station with a difference. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambo na karibu kwenye mukhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya ametangaza kwamba Wizara ya Ulinzi inaunda mfumo mpya wa kuajiri wanajeshi wa ulinzi wa Kenya KDF ili kukabiliana na ulaghai na kuhakikisha mchakato wa uteuzi unafanyika kwa uwazi. Akihutubia Seneti, Tuya amefichua kwamba Baraza la Ulinzi ambalo yeye ni mwenyekiti linashughulikia marekebisho ya kina kufuatia kuongezeka kwa ulaghai wa kuajiri. Serikali na familia ya Margaret Nduta, mwanamke wa Kenya aliyehukumiwa kifo nchini Vietnam kwa ulanguzi wa dawa za kulevya, bado wanasubiri mawasiliano kuhusu hatma yake ya mwisho. Mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni, ametoa maoni kwa mara ya kwanza kuhusu sakata ya Nduta na kuwahakikishia Wakenya kwamba kila juhudi zinafanywa kuzuia kunyongwa kwake kwa kudungwa sindano ya kuua. Kwenye rubaa za kimataifa ni kwa Wapalestina katika ukanda wa Gaza wanaendelea kuishi kwa hofu na mahangaiko makubwa kufuatia wimbi jipya la mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Israel. Wakati idadi ya vifo ikikaribia kufikia watu 1,000 ndani ya siku 3 za mashambulizi huko Gaza, Israel imesema usiku wa jana kuwa wanajeshi wake wamechukua tena udhibiti wa sehemu ya ukanda wa Netzrim unaoigawanya Gaza sehemu mbili za kaskazini na kusini, huku waziri wa ulinzi wa Israel Katz akionya kwamba mashambulizi yataongezeka hadi Hamas iwaachie makumi ya mateka na kujiondoa kabisa eneo hilo. Na rais wa Marekani Donald Trump ameshikilia kile alichokitaja kwa mazungumzo mazuri ya simu yaliyochukua saa moja na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky, siku moja baada ya kuzungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin. Ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii The Truth Social, Trump amesema mwito huo unalenga kuzipatanisha Ukraine na Urusi kulingana na maombi na mahitaji yao, akiongeza kuwa juhudi za kusitisha mapigano ziko sawa. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 7 zimetoweka baada ya saa 4. Utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 5 kamili ikiwa ni kwa lugha ya Kimombo. Jina langu ni Ramla Abdi. Ramadhan Mubarak. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au www.iqrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. Iqra FM 95.0, idhaa ya tofauti.